Amen. Juma lililopita tuliingia mlango wa 22 wa kitabu cha Mwanzo. Tuliweza kufanya fungu la kwanza, tulifanya fungu moja na nusu, fungu la kwanza na fungu la pili part A, ambapo tuliweza kukabiliana na swala la jaribio la Abrahamu. Tukaweza kukabiliana na kuitika kwake Abrahamu, na fungu la pili tuliweza kukabiliana na kule kuonekana kwa mara ya kwanza kwa neno upendo katika Biblia takatifu. Na hayo yote tukaweza kuyasema maneno haya kwamba maisha ya Mkristo, hasa akihusiana na Mungu katika kukua kwake katika imani, ni maisha ambayo yanakuwa ni jaribu baada ya jaribu. Na tukamwangalia Abrahamu mwenyewe ya kwamba hii haikuwa mara yake ya kwanza yeye kuweza kupitia jaribu kama hili. Si hili hasa, lakini kuweza kujaribiwa na Bwana. Na tukaona kwamba jaribu lake la kwanza ni kuitwa katika nchi iliyo yake, mahali alipo na babake na mamake, na wake wa ndugu zake na ndugu zake, na kuambiwa atoke na kuenenda nchi atakayoagizwa na Bwana kuweza kufanya hivyo. Na Abrahamu akalitii hilo. Lakini si Abrahamu peke yake. Tukaona ya kwamba maisha ya watu wote wanaomtumainia Bwana yanakuwa maisha ya watu kuweza kujaribiwa. Wana Israeli walipokuwa wametolewa katika nchi ile ya Misri kuelekea katika nchi hii ambayo Bwana alimpa Abrahamu, katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 fungu la 2, Bwana anayasema maneno kama haya akiliambia kundi lile ya kwamba na waweze kukumbuka yale yote ambayo Bwana ameweza kuwatendea kwa miaka 40 katikati ya jangwa. Na alifanya hivi ili kuweza kuwanyenyekesha, sababu aweze kuwajaribu, aone kama mioyo yao ingeweza kuziweka amri zake. Kwa hivyo maisha yetu ya imani, mara kwa mara kuna vitu ambavyo tutaweza kuvipitia ambavyo wale si wa imani hutapata wakivipitia. Labda utaweza kupata ni ndoa nyingi za wenye imani zinazopitia majaribu kuliko wale ambao hawana imani. Ni kwa sababu gani? Hayo ndiyo maisha ambayo Bwana anaweza kuwapitisha. Na kama tulivyoona katika kusudi la jaribio hili ni kwamba Bwana hakuwa anamjaribu Abrahamu ili aweze kumwongezea imani. Alikuwa anamjaribu kwa sababu Bwana amemjenga Abrahamu siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, kipande baada ya kipande, akiweza kumwongezea katika imani. Kwa hivyo hapa anafikiria mahali anamjaribu ili kuweza kuizalisha imani, to manifest faith, kuweza kuidhihirisha ile imani. Haikuwa hasa jaribu la kuzalisha imani, lakini ilikuwa ni jaribu la kuweza kuidhihirisha ile imani ambayo Mungu ameweza kuijenga katika maisha ya Abrahamu siku baada ya siku. Na tukaangalia upendo, na tukasema ya kwamba upendo unavyoonekana katika maandiko matakatifu, unapotajwa kwa mara ya kwanza, unatajwa katika hali za uhusiano wa baba na mwana kwa ajili ya toleo la sadaka, in a sacrificial offering. Basi tukiweza kuelewa upendo kama hivyo, tutaweza kuishi vyema katika maisha yetu ya kila siku. Kama tukisema Mungu anatupenda, mtazamo wetu unakuwa ni kwamba ni katika sadaka yake aliyoweza kuitoa ili kuweza kutuokoa sisi. Basi tutaweza kushikilia, kwa sababu maagano haya ambayo Bwana aliyaweka kati ya yeye na Abrahamu
ni maagano ya milele. Tunaposema kwamba Mungu anatupenda, hakupendi leo Mungu na kesho akaacha kukupenda. Hapana, Mungu anapokupenda leo anakupenda milele. Leo tutaweza kuingilia fungu hilo la pili. Msomaji utasoma tena fungu la kwanza hadi fungu la 10 kama tulivyofanya juma lililopita, ila kusudi letu ni tuone kama tutaweza kufikiria fungu angalau la 5 kama itaweza, japokuwa najua ni vigumu sana uweza kufanya hivyo siku hii ya leo. Kama Bwana kituajalia tu. Mwanzo 22 itaanzia mstari wa kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu akazitwaa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatwaa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Amen. Amen. Bwana atusaidie. Tunaingia fungu la pili. And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Tuliweza kuliangalia swala hili na tuliweza kujadiliana katika fungu hilo la pili, huo upekee wa mwana Isaka. Kwa nini ni mwana wa pekee? Tukasema anakuwa wa pekee katika maagano ya Abrahamu na Mungu katika habari za wokovu. Tunajua ya kwamba kulikuwa na Ishmaeli ambaye ni mwana wa Abrahamu, but Mungu anapomtaja Abrahamu na anapomtaja Isaka, Isaka anakuwa mwana wa pekee kwa Abrahamu, kwa sababu Mungu biashara aliyokuwa nayo na Abrahamu ilikuwa iko katika mithili na mipaka ya ahadi hii, ya kwamba ni kupitia Isaka jina la Abrahamu litaweza kuthibitishwa. Mlango wa 21 fungu la 12, ya kwamba Mungu anamwambia Abrahamu ya kwamba jina lako litaweza. Unaweza kusoma 21:12 kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu alipokuwa anamwambia Abrahamu aweze kumfukuza Ishmaeli katika boma. Mungu akamwambia, Mwanzo 21:12, Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Amen. Kwa hivyo as far as Ishmael is concerned, hayuko katika maagano na mpango wake Mungu.
Habari ya Ishmaeli ni habari ya Abrahamu na mkewe Sarai na kijakazi Hajiri. Mungu hakuweko kabisa katika mpango huo. Mpaka sasa Mungu anapomnenea Abrahamu habari ya mpango alionao, anamuita Isaka kuwa ni mwana wa pekee. Haya ndiyo mazungumzo makuu. Lakini Abrahamu anaambiwa jambo ambalo linakuwa la mshangazo, na sijui kama tunaweza kulifikiria jambo hili kwa pamoja tu. Abrahamu toka atoke katika nchi ya Wakaldayo, nchi ya Yuraya katika Wakaldayo, akitoka na kuja katika mji wa Kanani, amejua hii miaka yote ya kwamba Mungu wake, yani Yawe, ni tofauti na miungu ambayo ameipata katika nchi hii. Na kuna Mungu mwingine ambaye ameweza kuja kutokezea baada ya ile habari ya mlango wa 19, wale wana wa Loti walioweza kulala na baba yao na wakaweza kupata watoto. Wale watoto waliozaliwa kile kizazi ambacho kilikuwa ni cha Moabi na yule Benamin, waliweza kuja na kuendeleza kizazi, na baadaye wakaanza kuwa na Mungu ambaye wanamuita Moleki. Huyu akaongezeka kuwa ni baadhi ya miungu ambayo inapatikana katika nchi hizi za Kanani, Moleki. Na ilikuwa watu hawa wapagani wanayo aina ya ibada ambayo wanaifanya kwa miungu yao, na moja ya ibada ambayo wanaifanya kwa miungu yao ni sadaka ya kuweza kuwatoa wana wakiwateketeza. Utaweza kupata baadaye tunapofika kitabu cha Leviticus, mambo ya Walawi, mlango wa 20 fungu la 1 hadi la 5, utapata Bwana akisema maneno haya. Unaweza ukasoma msomi. Leviticus, mambo ya Walawi, mlango ni ule wa 5, 20, mlango wa 20 fungu la 1 hadi la 5. Mlango wa 20 fungu la 1 hadi la 5. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, tena uwaambie wana wa Israeli, mtu awaye yote miongoni mwa wana wa Israeli au miongoni mwa wageni waketio katika Israeli atakayetoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, sharti auawe. Wenyeji wa nchi watampiga kwa mawe. Nami nitamkazia uso wangu mtu huyo, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa ametoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, ili kupatia unajisi patakatifu pangu na kulinajisi jina langu takatifu. Tena kama wenyeji wa nchi wakimfumbia macho mtu huyo kwa njia yoyote, hapo atoapo katika kizazi chake na kumpa Moleki, wasimue, ndipo mimi nitamkazia uso wangu mtu huyo na jamaa zake, nami nitamkatilia mbali na hao wote wamwandamao katika uzinifu, ili kufanya uzinifu pamoja na Moleki, watengwe mbali na watu wao. Sawa. Sasa kile najaribu kuonyesha ni kuweko kwa huyu Mungu Moleki ambaye anapokea sadaka za wana wanaoteketezwa. Sasa Abrahamu siku zake za kuishi amejua kwamba Mungu anayemwabudu Yawe ni tofauti na miungu hawa wapagani ambao walikuwa wanaishi pale. Na akiwa katika ufahamu huo, hivi Bwana anavyomtokezea na kumwambia kwamba aweze kumtoa mwanawe kuwa sadaka, kunakuwa na mawazo gani? Kungewezekana kuwa na mawazo gani katika akili ya Abrahamu kumhusu Mungu? Labda kati ya Waamaleki, kati ya Wakanani, kati ya Wamoleki, kati ya Wamoabu ambao wanaishi katika nchi zile, jambo hili haliwezi kuwa jambo la ajabu. Kama Abrahamu labda angeweza kunena na rafikie akamwambia kwamba Bwana Mungu ameniambia nimtoe mtoto wangu sadaka, angemwambia mbona jambo la kawaida tu hilo. Lakini halikuwa la kawaida kwa Abrahamu. Unakuwa na mawazo gani basi katika akili ya Abrahamu haya mambo yote yanavyoendelea? Tunaona kwamba kunakuwa na mazingira ambayo yangeweza kuwa rahisi sana Abrahamu
akaweza kukataa kufanya kile ambacho Bwana Mungu anahitaji afanye, kwa sababu ufahamu alio nao kumuhusu Bwana Mungu ni kwamba yeye hapokei sadaka za wana kuteketezwa. Na hata tumesoma katika mlango huo wa Walawi, Mungu tunaona vile ambavyo he is really detesting huko kutolewa kwa sadaka kwa watoto kuweza kuteketezwa. Na Mungu ananena katika ukali huu ya kwamba kama mtu ataweza kufanya hivyo na watu wasimpige wakamuua, yeye mwenyewe Bwana Mungu atageuza uso wake kinyume cha mtu huyu. Katika lugha hii ni kwamba Bwana akigeuza uso wako kinyume chako ni kwamba ameachana na wewe na ghadhabu yake ndiyo inayokuangukia. Bwana akigeuza uso, alipogeuza uso wake Bwana siku ile ya Ijumaa, mwanawe akiwa amevalishwa amebebeshwa dhambi pale Kalvari, hata alipoita Eloi Eloi lama sabakthani, Bwana hakuweza kugeuza, kwa sababu Bwana anapogeuza uso juu ya dhambi ni ghadhabu inayompata mtu. Najaribu tu kuchokoza hisia zenu kwamba ni nini kitakuwa kinaendelea katika mawazo ya Abrahamu jambo hili linapomtokezea. Linaweza likasababisha mtu aweze kutenda kwa namna gani? Basi kwanza, naweza kusababisha mtu akatae kufanya kile ambacho ameweza kuambiwa afanye, kwa sababu sivyo anavyomjua Mungu. Lakini jambo la pili, inaweza kuwa na athari hii ya kwamba huyu Mungu sio, na kwa kuwa siye huyu, si vile ninavyomjua, ninaangalia kile ambacho Bwana aliniambia alipokuwa akinipea mtoto Isaka. Aliniambia ya kwamba Isaka, ni kupitia Isaka fungu la 12 vile ambavyo tumesoma, ya kwamba uzao wa Abrahamu utaweza kutajwa. Katika hili Biblia ilimaanisha ya kwamba ni sharti kwamba Isaka atafikiria mahali azae, ni sharti kwamba Isaka atakuwa na wazazi, ili baraka zile za maagano kutoka kwa Abrahamu Isaka ziweze kufikiria kizazi. Kwa hivyo ninapoenda na kumchukua Isaka nimuue, inamaanisha kitu kimoja, kwamba nimeiua ahadi ya Mungu. Mungu hawezi kurudi na kuiua ahadi hiyo, inenda yeye mwenyewe. Tunaweza kujaribika mara nyingi kuweza kuilinda ile ahadi kuliko kulinda neno ya yule aliyeahidi. May become so protective of the promise than the promiser gave us the word about what he would do with Isaac. And that is dangerous. Ni hatari katika hili ya kwamba kama tukichagua kuweza kufanya mabaya kidogo ili mema yaendelee, katika lugha nyingine ni kwamba katika uadilifu tunajiweka kuwa sisi aidha tuko bora kuliko Mungu ambaye ameahidi lile atakalotimiza na hili neno ambalo amelisema. Je, Mungu anakinzana katika hili? Haya ni kwa sababu ya mimi na wewe. Abrahamu hala hakuweza kufanya hivyo vyote ninavyovitaja hapa. Haya nayasema tu kama mawazo ya mimi na wewe ambaye huenda hatujakulia imani, ambaye huenda hatujamfahamu Mungu. So haya mawazo yote yakiwa katika Abrahamu, baada tutaona kile Abrahamu anaweza kufanya. Lakini mimi na wewe, how would we react if we were in Abraham's shoes? And surely we cannot read this story without thinking how we would react. Hatuwezi tukaisoma habari hii na tukose kujifikiria vile ambavyo tungeweza kutenda kama tungekuwa katika hali hii. Mhubiri mmoja anaitwa Jack Smith, katika mahubiri yake katika mlango huu alisema maneno haya. Nitaomba kuyanukuu katika kimombo. Anasema, if God would have told me to do such a thing, I would ask him to mind his business. Sasa komanda wetu huwa anatumia ile neno sana, mind your business. Shut up, mind your business. But truly, I think this is how we tell God every day.
we always tells God to mind his own business. Kwa sababu ni mambo gani ambayo inapaswa tuyatii lakini tunakosa kuyatii kwa sababu tunaona haya hayatufai sisi. Hayatufai sisi, yanafaa, yanapendelea upande ule mwingine. Mbona ndauke kanisani na leo ndio siku peke yake niko nayo ya kupumzika? Mbona sasa nitoe, na hata mimi mwenyewe hata sijaweka kitu katika bank account yangu? But that's how the world always tells God. We tell him to mind his own business. Kuna kisa kingine nilipokuwa napitia, niliweza kukisoma, na ni miaka kama 33 sasa imepita. Kule uzunguni kuna bwana aliyeweza kupelekwa gerezani kwenda kufungwa, na anafungwa kwa sababu ameweza kumuua mtoto. Alichukua mtoto akaenda akamchinja, na akiwa mahakamani anaulizwa kwa nini, akasema nilikuwa ninafanya sawasawa na habari ile ambayo nimeisoma katika kitabu cha Mwanzo 22. Na ni mtu ameokoka, na akasema ya kwamba nami nilifanya hivi nikifikiria ya kwamba Mungu angeweza kumfufua mwanangu. But mambo hayo yote yanatuelekeza katika mahali pamoja, kwamba ufahamu tulio nao juu ya Mungu si sawa, si wa kiimani kama ule aliokuwa nao Abraham. Jambo la kimaonyo ni kwamba habari hii ambayo imeandikwa mahali hapa iliweza kutimizwa kikamilifu mwanzo katika kuzaliwa kwake Isaka, lakini kikamilifu katika sadaka ya pekee ya mwana pekee wa Mungu Yesu Kristo pale msalabani katika Golgotha, Kalvari. Na Mungu hawezi kuagiza mtu yoyote mwingine aweze kufanya hivyo. Kisha kinachosisitiza zaidi ni kwamba Mungu hawezi kamwe kupokea sadaka ya mtu yoyote ateketezwe. Habari hii ni habari pekee ya kiajabu katika mkutano mzima ya jambo la wokovu na historia ya wokovu ambao Bwana Mungu angeuleta katika duniani, na aliamrisha Abrahamu pekee na kwa mara moja tu. Na tutaona kwamba tunavyoendelea katika habari hii ya Mwanzo 22, tutaona ya kwamba in fact Mungu hakuwa anahitaji hiyo sadaka ya Isaka. Mungu aliweza kuweka na kuyapanga matukio haya yote ili kuweza kudhihirisha katika nguvu ya ajabu jinsi ambavyo hawezi kutaka sadaka ya watu waweze kuteketezwa, kwa sababu mwanadamu mwenye dhambi atawezaje kufika mbele za Mungu kuwa manukato? Sadaka yake haieshi. Kama sadaka ya mwanadamu ingeweza kufika mbele za Mungu ikapendeza, Mungu asingekuwa na sababu ya kuweza kumuua mnyama mara ya kwanza pale shamba la Edeni baada ya dhambi kutendeka, wala singekuwa na sababu nyingine ya kuweza kumleta mwanawe aliye Mungu kuweza kufa. Angeweza kuchukua hata manabii, si mnajua nabii wazuri kama Yeremia, kama Isaya, lakini hao katika vipimo na mithili ya kile ambacho Mungu alikiita haki yake iliyoweza kuvunjwa kwa matokeo ya shamba la Edeni kati ya Adamu na Hawa, wasingeweza kuvifikiria vipimo na viwango ambavyo Mungu angeweza kuvihitaji. Jaribio hili Mungu alimpa Abraham, na lilikuwa jaribio lililo kubwa, lakini tunamwangalia Abraham. Biblia inasema hivi, fungu la pili, ya kwamba and get thee into the land, niko part B, and get thee into the land of Moriah and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell of thee. Kunakuwa tofauti sasa kati ya hawa wapagani na miungu yao ambayo walikuwa wakitolea sadaka. Mwanzo sadaka zao hazikuwa na specification mahali patakapofanyika,
na spoti yenyewe specific. So God is so specific. Mwanzo, there is the general region of Moriah. There is a specific spot of a mountain in Moriah. Na tutaona ya kwamba kama tutakavyoendelea huko mbele, mahali hapa ambapo panatajwa kama Moriah ndipo mahali penyewe Yerusalemu ipo, ndipo mahali penyewe Golgotha ipo, ndipo mahali penyewe exactly mahali ambapo mwana wa Mungu Yesu Kristo alienda kupigiliwa msalabani. Now, and in verses 3, now we are in verses 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Amen. Kabla niingie fungu la 3, ni ruhusuni nisome nukuu kutoka kwa ile mhubiri mkubwa wa Victorian England, Charles Spurgeon, kuhusu fungu hili la kwanza na la pili. Anasema maneno haya: Brethren, there are time with us when we are called to a course of action which looks as though it would jeopardize our highest hopes. It is neither your business not mine to fulfill God's promise, not to do the least wrong, to produce the greatest good. To do evil that good may come is false morality and wicked policy. For us is duty, for God is the fulfillment of his own promise and the preservation of our usefulness. Charles Spurgeon anasema hivi ya kwamba kuna wakati fulani Mungu anatuita ili tukaweze kuyafanya mambo fulani ama jambo fulani ambalo katika mwangalio wetu linaweza kuonekana kwamba ni kuhatarisha tumaini letu kuu. Kama kwa mfano leo Mungu akwambie, nataka utoe mshahara wako wote ukamsaidie mama fulani pale kanisani. Utaweza kufanyaje Mungu anapokutokezea na jambo kama hilo? Sijataja pastor maana mtaona kama najipenda sana. Sijataja pastor. Yaani Mungu tu hivi akwambie, wewe piunike mwisho wa mwezi huu, chukua mshahara wako wote. Kuna mama pale kanisani huwa anaketi upande wa kulia wa kanisani, utakapoingia, ukiingia utampata amevaa nguo hii, mshahara wako wote uweze kumpatia yeye. Utafikiriaje jambo hilo? Jambo hili linahatarisha tumaini lako, kwa sababu utalipa renti na nini? Utaweza kusafiri vipi? Utaabiri vipi kila siku kwenda kazini kwa mwezi mzima ulio mbele? Spurgeon anasema ya kwamba si kazi yako wala biashara yako wewe kuweza kutimiza kile ambacho Mungu ameahidi, ama kuweza kufanya chochote hata kidogo ili kuweza kuonyesha kitu cha jema. Unaweza kusema acha basi nitatoa tu pesa ya fare peke yake, ama acha nitatembea miguu nikienda kazini, acha nitatoa tu pesa ya rent peke yake, ile nyingine itabakia yote niweze kupeana. Spurgeon anaongeza kusema ya kwamba kufanya maovu ili kwamba wema uje ni uadilifu wa uongo na ni kanuni iliyopotoka. Kwamba kama ikifikiria kumtii Mungu na kile amesema, there is an act of absoluteness in obedience that God requires. Anasema kwetu sisi
kwa yule ambaye ameambiwa afanye na Bwana, kwake ni jukumu. For us it is duty. For God it is the fulfillment of his own promise and the preservation of our usefulness. Ya kwamba kwetu sisi ni jukumu, kwa Mungu ni ahadi yeye kuweza kutimiza, na hata kwa ajili ya hifadhi yetu na kuonekana kwetu kuwa wa faida zaidi. Mhubiri mmoja, na hii ni tukio la kweli tu, alienda Coast General kuweza kuombea watu wagonjwa, akaomba, akamaliza, akatoka. Alipokuwa anatoka, akakutana na maiti ambayo imetolewa hapo, inaenda kuzikwa, na anasema akashuhudiwa kabisa ndani yake aweze kuombea kwamba yule mtu afufuke. Lakini sasa akiangalia, hapana, akaogopa, hakuomba. Lakini watu walipofika hii barabara ndio waunganishe, hii imetoka Pakistani na inaenda town, wakaanza kusikia jeneza inapigwa hapo ndani, na kwenda kuangalia, wakapata ule mtu amefufuka. Pastor Nington kama atakuwa hapa, ataweza kuwadhibitishia kwamba kisa hiki kilikuwa cha kweli. Hili nalo tukio lingine ambalo lilikuwa linahitaji tu kitu kimoja, kutii. Jameni, Mungu anafufua. Hatuwezi kupinga miujiza ya Mungu, lakini si kama ile ambayo tunaiona South Africa ya kina Bushiri wakiweza kuistage, wala sikufufuka kwa kweli kule. Lakini huyu ndugu yangu Shadrack ni shahidi watu wakifufuka, wakati babu yake mzee Mangi akitumiwa na Mungu pale Malindi, ameshuhudia huyu. Hayo yanaweza kutokezea, lakini kile kinahitajika ni utiifu. Na hii ndiyo tabia ambayo ilikuwa na Abrahamu. Abrahamu hakuweza kustretch mawazo yake mengi kama mimi na wewe vile tunaweza kustretch mawazo wakati tumeambiwa tuweze kufanya hivi, ya kwamba neno linaweza kuhubiriwa na ukasikia kabisa, kwa hili neno Mungu ameniambia mimi nifanye jambo fulani. Lakini ukiangalia lile neno ambalo limehubiriwa na kile ambacho umesikia Roho akiweza kukuconvict uweze kufanya, ukaona kwamba hapana, siwezi kufanya hili. Kama nikifanya hili kutaendaje? Una overthink. Vijana wa siku hizi wanasema una overthink. Abraham alimshikilia Mungu katika neno lake, na katika neno lake Abraham akaweza kutenda kama Mungu alivyomwagiza. Fungu la 3 tunapoingia, Biblia imetutajia, utaweza kusoma tena baba. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Amen. Sasa Bwana amesema, amemaliza. Abraham amerudi kulala. Sijui kama hata mzee wa watu atakuwa amelala. Sijui kama ni mimi naweza kulala. Kesho mchukue Presley, nenda ukanitolee sadaka ya kuteketeza. Sijui kama naweza kulala. Sijui kama naweza kuambia hata huyu mrembo naye muona hapa, kama naweza kumwambia hayo maneno. Maana nikimwambia sijui kama hiyo nyumba italalika ama mji wa Mombasa utaweza kutosheza mahali. Lakini angalia huyu mzee wa watu. Ameamka asubuhi, na kitu cha kwanza anafanya, anatengeneza matayarisho ya kuweza kuipeleka sadaka hii. Hakuna dalili ya kugairi hapa na Abraham. Umeniita Bwana nikaweza kufanya jambo, na jambo hili ni kwamba nikamtoe mwanangu ninayempenda
kama sadaka. Bwana umeahidi ya kwamba ni kupitia Isaka ya kwamba nitakuwa na uzao. Sijui kumuua Isaka, sijui kama katika kuenda kumuua Isaka nitakuwa ninaiua ahadi ya Mungu. Bwana, nampenda mwanangu sana, mbona nimuue? Ahadi yako Bwana itatimizwa. Najaribu kuingia katika akili ya Abrahamu kuona maswali haya ambayo yanaweza kuwa. Lakini Abraham, tofauti na sisi, there is no sign of hesitation. The man wakes up in the morning. The man himself, yeye mwenyewe anaenda kuchukua mwanapunda. Yeye mwenyewe anaenda kuitisha watumwa wake na anaenda kumuita Isaka, na anaenda kuchukua kuni yeye mwenyewe. Mambo haya, sijui kama unaelewa kile kinachoendelea. Huyu Abrahamu ninayemtaja hapa, jamani, ana wafanyaji kazi maelfu ambao wangeweza kuwaita waweze kufanya hii kazi, lakini ni Abrahamu yeye mwenyewe aliyeweza enda kuzichukua kuni, kwa sababu kile alichoambiwa na Bwana ni yeye aliambiwa akifanye. Kile alichoambiwa na Bwana. Abrahamu yeye ndio anapanda mwanapunda. Yeye Abrahamu ndiye anaenda kukusanya kuni. Anachukua hata ile kisu iliyo kikali, anaiweka mahali pake. Yaani katika moyo wake anavyotembea na mtoto wake, anajua, mwanangu, shingo yako leo itaenda kuonja hii kisu. Hii sadaka ya kuteketeza haikuwa ni risasi unapiga mtoto hivi afe, hapana. Ilikuwa ni Isaka ataenda kulazwa kwa kuni, kisu kiinuliwe na koo yake ikatwe mpaka mwisho. Hii sadaka ya kuteketeza ni baada ya mtoto kuuliwa, kuni ziwakishwe na aweze kuwekwa pale, aweze kuchomeka, aishe. Haya ndio mambo ambayo yanakabidhi moyo na akili ya Abrahamu. Lakini haya mambo yote yanavyoendelea, bado mzee wa watu, mtu ambaye ana miaka zaidi ya 100, anaamka asubuhi na kuweza kuyafanya mambo haya yote. Hizo nguvu za kuyafanya haya mambo anayapata wapi mtu huyu? Kile tunaona ni kwamba katika fungu hili la 3, kule kumtii kwake Abraham was obedient. He assured, he trusted the Lord even when he didn't understand what was happening. Can we trust God that much? That whether we understand, whether we do not understand, can we trust God to this extent? Habari hii basi haifiki kwako leo kama kipimo cha imani yako wewe, vile unavyompenda Mungu na vile Abrahamu anampenda Mungu. Hatuongelei hata mwanao, nimetaja tu kwa mfano mshahara wako, nimetaja tu kwa mfano. Mungu akwambia toka mji huu wa Mombasa uende Mogadishu, utaweza kutii? Mogadishu ni mbali, uende West Pokot hapa